Ma. O. Orguaglang. Engishiyang. Engishiyang. Orguaglang. Ma. O. Orguaglang. Engishiyang. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Baraza la viongozi wa mila jamii ya Kimaasai maarufu Ilaigwanaki nchini Tanzania wametangaza kuahirishwa kwa tamasha la Orkwak Lema Festival wiki 2025 lililotarajiwa kufanyika Mei 21 mwaka huu katika eneo la Endonyoromoroaki wilayani Siha mkoani Kilimanjaro. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, katibu wa baraza la Ilaigwanaki Tanzania Yeremia Senduilaiza ametaja sababu za kuahirishwa kwa tamasha hilo, ikiwemo pia mwingiliano wa majukumu muhimu ya maandalizi na hatua za zinachukuliwa kuhakikisha tamasha hilo linafanyika kwa ubora wa hali ya juu kuendana na hadhi ya kitaifa na kimataifa. Aidha, kwa upande wake mwenyekiti wa Malaigwana ni Tanzania Joseph Ole Parserian kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya tamasha hilo ameweka wazi adhabu zitakazochukuliwa kwa mtu yeyote ndani ya jamii ya Kimaasai atakayehusika na uwizi wa aina yoyote, pamoja na mambo yatakayofanyika katika tamasha hilo pindi tu tarehe nyingine itakapojulikana. Wakati huo huo, na baadhi ya wajumbe wa baraza hilo wamembaradhi kwa usumbufu uliojitokeza na kusisitiza pindi tarehe nyingine itakapojulikana jamii zote zinaalikwa ili kujumuika kwa pamoja. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Msingi wa uongozi wa jadi wa jamii wa Maasai Tanzania, sanduku la posta 29 Kia, tarehe 19 mwezi wa 5 2025. Taarifa kwa jamii wa Maasai na Watanzania wote kuhusu mabadiliko ya tarehe ya tamasha iliyopangwa awali tarehe 21 mwezi wa 5 2025. Ndugu wananchi, wadau wa utamaduni na marafiki wa tamasha la Orkwak la Maasai Festival Week 2025, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunapenda kuwajulisha kwamba tamasha letu ambalo awali ilipangwa kufanyika tarehe 21 mwezi wa 5 2025 halitafanyika tena kwa tarehe hiyo. Sababu kuu ya mabadiliko haya ni mwingiliano wa majukumu muhimu ya maandalizi ya hatua za ziada zinazochukuliwa kuhakikisha tamasha letu linafanyika kwa ubora wa juu linaloendana na hadhi ya kitaifa na kimataifa. Serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo inaendelea kuratibu kwa undani mpango huu muhimu, ikiwemo kuhakikisha upatikanaji wa mgeni rasmi ambaye Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Hangaya kama alivyokubali ombi letu tuliloomba Ikulu ndogo Arusha tarehe 1 Disemba 2024. Na tarehe 27 mwezi wa 2 2025, mkurugenzi wa utamaduni amefika katika eneo la tukio na kutoa tarehe ya tamasha tarehe 21 mwezi wa 5 2025. Mheshimiwa mkurugenzi wa Wizara ya Utamaduni ndugu Boniface Kadiri, tuna matumaini makubwa kwamba tarehe mpya itatangazwa mapema iwezekanavyo na tamasha letu halitazidi mwezi wa 6 2025. Tunaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wote na hasa serikali kuhakikisha kila jambo linawekwa sawa kwa heshima ya utamaduni wetu wa asili na furaha ya maelfu ya washiriki waliotarajia. Tukipata mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hangaya, sio tu kwamba tutaimarisha heshima ya tukio hili, bali pia tutafungua milango mpya ya kutambuliwa kwa tamaduni zetu, uwekezaji katika sanaa na utalii wa kiutamaduni. Hii si jambo dogo, ni hatua kubwa kwa ajili yetu ya Wamaasai na kwa taifa kwa ujumla. Tunaomba radhi kwa usumbufu wowote uliosababishwa na mabadiliko haya ya tarehe. Endeleeni kuwa nasi, tamasha hili ni letu zote na litafanyika kwa ufanisi mkubwa zaidi. Asante sana. Pia kuanzia sasa, kwani tumeshakamilisha mahitaji zote muhimu ya uendeshaji wa tamasha letu, tumepata ng'ombe 170 ambao tulikuwa tumegawana kulingana na maeneo zote ambao kuna viongozi.
kama chakula cha asili tumeshakamilisha, na hatimaye na mahitaji mengine muhimu kwa 95%. Waraka na taarifa hii imesomwa na mwenyekiti wa kitaifa Joseph Ole Paserian kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya tamasha la Orkwak la Maasai Festival wiki 25. Mimi kwa majina naitwa Joseph Ole Paserian, mwenyekiti wa Malaigwanani wa Tanzania, ambaye hapa tulipo ndio kwenye mti wetu wa mkutano. Ofisi yetu ndio ile pale, na tumekutana kwa ajili ya kuzungumzia tamasha letu ambaye tumelianza kwa muda mrefu. Kwanza naomba niweke wazi kwamba eneo hili ni eneo la mila, ni ofisi ya mila hii, na tunaye eneo pana mbele kidogo ya hapa kuelekea Endonyor Morua. Kwa hiyo tamasha hili lilikuwa lifanyike hapo, na mpaka sasa itaendelea kuwa inafanyika pale. Ni karibu na eneo hili ambalo tupo. Ni eneo la Siha, wilaya ya Siha, Endonyor Morua, mkoa wa Kilimanjaro. Mambo ambayo tutayafanya kwanza ni mafadhi. Tunafaa fadhi letu la Kimaasai. Lakini vile vile chakula ambayo tutakula pale ni chakula ya asili. Sisi wa Maasai, chakula chetu cha asili ni nyama na supu na dawa na vile vile maziwa. Hatutakula chakula nyingine yeyote. Lakini vile vile tutaimba nyimbo zetu za asili. Tumeshaandaa watu kutoka Kiteto, Simanjiro, maeneo kule ya Handeni, Morogoro. Kila eneo litakuja kwa nyimbo yetu ya asili kwa ajili ya kuwakumbusha watoto wetu na jamii yetu tusije kuingia katika momonyoko wa maadili. Sisi Malaigwanak tuko Malaigwanak wa fani mbalimbali. Wako Malaigwanak wa kifamilia ambalo tatizo likitokea pale manyumbani mwao wanasuluhisha, hasa sana kwa wale watu ambao hawataka kupeleka watoto shule. Viongozi wetu wa ukoo wa kifamilia wanafuatilia jambo hilo. Vile vile na unyanyasaji wa kijinsia ndio tunapambana naye. Wako wanaume mara nyingine walikuwa wanauza mifugo, wanakwenda kutumia wenyewe, hawashirikishi watoto hawapati chochote. Malaigwanak wa kimila wanadhibiti jambo hilo ili watu waweze kwenda kwa mgao ya sawa kwa sawa kwa mama na wanaume. Kwa tunafanya mikutano ya kimila, umebainika umeiba, unalipa mara 5 ya ile ng'ombe moja. Na haina mikwara, haina ugomvi wala nini, tunasuluhisha kwa utaratibu na makubaliano kulingana na taratibu ya mila inayofahamika na Wamaasai. Mimi naitwa Jackson Ole Tetei. Mimi ni mjumbe katika baraza hili, lakini pia ni mjumbe katika kamati tendaji na kamati ya fedha na mipango kwa ajili ya maandalizi ya tamasha hili. Kwa kifupi, mimi naweza tu itoshe tu maelezo haya yaliyosemwa kwenye waraka na kwa maelezo ya mwenyekiti wetu. Lakini kwa kupitia nafasi hii mimi niseme tu na waomba watu wote tulioalika. Tumewaalika watu mbalimbali. Tumewaalika watu katika manake hili halifanywi tu na Wamasai wenyewe. Tunawaalika na majirani. Kwa mfano tutawaalika Wachaga, tutakuwa na Watatoga, tutakuwa na Wamang'ati, yale makabila yote ambayo tunafikiri tunaendana nayo na walio jirani na sisi. Kwa kuwa lengo letu ni kudumisha mila na desturi zetu. Na huwa tunakuja kubadilishana pia uzoefu ili wajifunze kwetu na sisi tujifunze kwao. Na ndio maana tumewaalika Wamasai popote walipo. Kwetu sisi katika sensa ndogo tuliofanya tuko katika wilaya karibu 17 Tanzania ndani ya mikoa 10. Na wote tumewaalika na watashiriki. Na wote watakuwepo na lengo letu ni hilo. Lakini tunaamini tumetofautiana katika baadhi ya mambo. Lakini katika kufanya hili basi tutarudisha mila iliyo sahihi. Lakini tutajifunza pia kutoka kwa wenzetu na wao watajifunza kupitia kwetu. Jina naitwa Elizabeth Estei, natokea wilaya ya Longido. Ni mjumbe wa baraza la Malaigwanak. Pia ni katibu wa hili tamasha la Orkwak la Maasai. Tunajivunia mahali ambapo tumefika kwa sababu tunataka kudumisha utamaduni wetu. Kwa sababu husaidia kukuza maadili na nidhamu katika jamii.
urithi wetu. Urithi wa utamaduni pia ni utambulisho wetu. Kisha inaweza ikawa kichocheo au mwanzo wa utalii wa kitamaduni, na itasaidia kukuza uchumi katika maeneo mbalimbali ya Kimaasai au ya kijamii ya kifugaji. Wito wangu ni waomba au kuwaasa jamii ya kifugaji ya Wamasai na wengine jamii zingine za kifugaji kwamba ni wakati sasa wanawake nao kushiriki katika mambo mbalimbali yanayofanyika katika jamii, kwa sababu husaidia kukuza maendeleo ya jamii. Wanawake ni kichocheo namba moja katika maendeleo yoyote katika ngazi zozote. Kwa hiyo nawaasa wajumuike nasi, majirani zetu, kiwepo pia wanawake wa jamii yetu, watuhusike kwa pamoja kuhakikisha kwamba hili nalo linatendeka na linafika kilele na kile ambacho tunatarajia kukipata kutokana na ile tamasha ambalo liko mbele yetu. Oldonyo Media, habari karibu nawe.